Mimi nilikuwa Peramiho, kwa hiyo tumegawanyika na Mheshimiwa Lissu yeye alikuwa Mbinga, mimi nilikuwa Peramiho. Lakini kilichotokea kwa jinsi nilivyoelezwa na mjumbe wa kamati kuu ambaye anaambatana na Mheshimiwa Lissu, lakini pia na mkurugenzi wetu wa habari ambao yuko on the ground, ni kwamba baada ya kuwa mkutano umekamilika na Mheshimiwa Lissu ameshamaliza kila kitu, polisi walimfuata OCD kumwambia kwamba wanamhitaji kituo cha polisi. Akataka kujua wanamhitaji kwa nini, kwa sababu sheria ndivyo zinavyotaka. Polisi hawezi kuambia tu anakuhitaji bila kukuambia kwamba anakuhitaji kwa hoja ipi, kwa kosa gani na kwa sababu zipi. Lakini inaonekana kwamba OCD akainsist kwamba ataondoka naye, na Lissu akamwambia huwezi kuondoka na mimi. Sasa katika hali hiyo na wananchi walikuwa pale, polisi wakaanza kupiga mabomu na kutawanya wananchi, lakini baadaye wakamchukua wakaondoka naye. Sasa mpaka sasa hatujui yuko wapi. Yaani sisi viongozi hatuna uhakika yuko kituo gani cha polisi, kama wamempeleka mkoani au wanamshikilia Mbinga au wanamshikilia maeneo mengine yoyote ya kwenye vituo vyao vya polisi. Kwa hiyo mawakili wetu ambao ni Peter Kibatara bahati nzuri yuko na sisi hapa Ruvuma, lakini na wakili Mahinyira watakwenda katika kituo cha polisi baadaye kutaka kujua ni wapi hasa wamempeleka mwenyekiti na ni kwa sababu gani wamemshikilia. Ukiacha hizi hatua za mawakili kufuatilia tukio hili, ni hatua gani zingine kama chama ambazo mmeamua kuzichukua ili kuhakikisha kwamba mnajua mwenyekiti wenu yuko wapi? Kwa sasa ni mapema, tunataka tu kwanza tufuate due process ya mawakili kwenda polisi, lakini pia na Qurani. Uhuni ndio unaosababisha sisi tuseme hata uchaguzi utafanyikaje, kwa sababu CCM wana crisscross nchi hii. Makara yuko pande mwingine, katibu mkuu wa CCM alikuwa kwenye ziara, Wasira yuko kwenye ziara. Haujasikia popote wamesuguana na polisi popote. Lakini mimi jana Tunduru nimenyimwa kiwanja cha kufanyia mkutano. Tumetolewa nje ya mji kilomita 3. Wananchi wametufuata nje ya mji kilomita 3. Tumezungumza nao, lakini polisi wakawa na wazuia kurudi majumbani kwao. Kwa sababu kwa kawaida wananchi anapokuja mmoja kwenye mkutano unapokwisha lazima wataondoka kwa grupu, kwa sababu tayari wako kwenye eneo moja. Lakini polisi waliwazuia wasirudi mjini. Yaani ni kitu cha ajabu kabisa ambacho unaona. Sasa mazingira haya ndio yanasababisha tuseme hii nchi bado tuko kwenye mikono ya wakoloni, tuko treated kama sisi ni binadamu wa daraja la pili, na hayo mambo ndio sisi tunayapinga, na hayo mambo ndio yanasababisha tunasema hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi kwa njia hizi, kwa sababu kama leo ni kanda ya pili tu, panic hii yote inatokea. This is panic. Lakini sisi wamefanya mikutano actually tangu Samia ingie madarakani, kila siku anafanya campaign. Samia yuko kwenye campaign kila siku, ndio maana kila kitu kinabatizwa jina lake. Lakini haujaona popote wamebugudiwa. Sisi kufanya mikutano kwenye kanda mbili tu, tayari unaona panic ya kiwango hiki ambacho mwenyekiti wetu anakamatwa.